Karibu sana Daktari Omari Mwangaza, mratibu wa tiba manispaa ya Kinondoni. Naam, nimekaribia. Tunashukuru kwa kuitikia wito na tumefurahi kwa sababu wataalamu wakija kuzungumza na wananchi, mbali ya kutibu, wataalamu sisi tunawaheshimu kwa sababu elimu yenu huwa inatusaidia kujiokoa kabisa kwenye kudhibiti kabla hatujapata magonjwa haya. Magonjwa mlipuko yamekuwa mengi miaka hii kabisa. Ikaa kidogo unasikia corona, ukisogea unasikia kuna Marburg, ukienda huku unasikia mpox, mpaka tuchanganyikiwe. Lakini leo tutaizungumza mpox. Kama kuna mtu ndo kwanza anaisikia nini? Mpox ni kirusi ambacho kilipatikana katika wanyama au ambao tunawaita tumbili au manyani. So kwa jamii hiyo ya hawa wanyama, ambapo ni mwaka 1958 pale Copenhagen, Denmark, ndipo ambapo walifanya research yule mnyama ambaye ndiye huyo tumbili, walivyompima wakakuta kuna kirusi kama hicho. Then mwaka wakakiita jina monkeypox. Monkeypox kaenda mwaka 1970 pale Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pakatokea mtoto mwenye miezi 9 akapatikana na tatizo la dalili za upele, homa. Walipompima wakamkuta ana hicho kirusi tena. Basi pale ndio ikawa rasmi mtu wa kwanza kuonekana na tatizo hili la mpox. Na then mwaka 2022 katika World Health Organization wakakuta kwamba kumbe mpox haipo tu kwenye tumbili, isipokuwa kuna wanyama wengine na wana kuwa na kirusi kama hiko. Kwa hiyo wakabadilisha jina kutoka monkeypox wakaita tu mpox ili kuondoa ule unyanyapaa wa kimajina yanavyopewana. Naam. Hii ndio sasa ni kirusi ambacho hicho kiko katika wanyama hao, na hatimaye baadaye katika harakati za mwanadamu, shughuli zake za uwindaji au kung'atwa au kukula nyama ambao labda mzoga wa wanyama hawa au kukwanguriwa na wanyama hawa, hatimaye mwanadamu akapata yule kirusi akaingia kwa mwanadamu, na hatimaye ndo akaanza kuleta harakati za matatizo kwa mwili wa mwanadamu, kwa sababu sio sehemu yake ya kukaa. Na matatizo ndo hayo, kuwa anaanza na homa kali, kichwa kuuma, misuli kuuma, kuchoka, mgongo kuuma, donda koo, kuvimba hii mitoki, hususan mtoki wa kwenye paja, na hatimaye kuwa na maupele hayo ambayo yanaanza usoni na kutambaa mwili mzima. Sisi tumeendelea kuchukua tahadhari. Serikali ilitangaza kuhusu uwepo wa ugonjwa nchini, tukashtuka kidogo, lakini tukakumbusha kwamba tunatakiwa kuzichukua tahadhari. Kwanza tunaendeleaje? Tunaendelea vizuri sana. Kwa sababu tokea serikali waziri atangaze hatujasikia tena tangazo lingine. Kwa hiyo ni wale waliotangazwa wawili, na hali iko shwari, na harakati hususan za elimu na kujizuia nadhani zinatekelezeka vizuri, kwa sababu kila yote saizi anayeona mgonjwa, anayeona mwenzake ana labda upele tu, basi anapiga ile namba 199 na hatimaye tunachukua tuna react fast katika kuangalia kwa ni kweli upele unahusika na mpox, kwa sababu mpox iko ndani ya grupu la virusi vinaitwa orthopox virus, ambao ndani yake kuna surua, ndani yake kuna tetekuwanga, ndani yake kuna ndui hiyo. Sasa haya yote yana present na upele, yanakuwa na upele. Kwa hiyo sasa mpaka ufike labda kituo cha afya, mtaalamu amuone, ndio atajua kwa hili ni tatizo gani. Kwa hiyo mwananchi akijua akiona mtu ana upele, basi yeye anaona huyu labda atakuwa ana shida. Kwa hiyo yeyote ambaye anaonekana na dalili hizo kama alivyozitaja, basi akipiga simu 199 ambayo ni simu ya bure, basi sisi tunafanya hima faima kushughulikia ili kujua nini. Tunashukuru kwamba mimi pia nashukuru, na mimi wote tunashukuru kwamba hatujapata taarifa za
za ziada kwamba mambo yanaendeleaje, na naamini kwa utaratibu wa kiserikali pengine waziri au mganga mkuu atakuja na mrejesho kwamba wale wagonjwa wamepona, nchi iko salama, kama ambavyo magonjwa ya mlipuko yanavyokujaga, baadaye tunakuja kuambia kwamba tumefanikiwa kudhibiti. Sasa katika harakati sasa kipindi hiki ambacho tunaendelea kusubiria tamko rasmi, mtu akiona nini? Tunafahamu umetueleza vizuri kwamba malengelenge, mapele ni moja kati ya dalili zinazoelekea huenda ikawa ni ugonjwa wa mpox. Ni nini kingine cha ziada tofauti na hicho? Ambacho nimesema kwamba anaanza na homa kali, ambapo kuanzia siku ya kwanza, siku ya 5 anakuwa na dalili ya homa kali, kichwa kinauma, anachoka, misuli, mgongo nauma, na anapata uvimbe huo tunasema mitoki, ambapo mtoki huo hususan unakuwa kwenye paja. Hizo ni dalili za siku ya kwanza hadi ya 5. Then siku 3 zijazo anakuwa na dalili ya upele ambao unaanza sasa usoni, then unatambaa katika mwili mzima. Upele wenyewe una sifa ya kwamba unaanza kidogo kama kitu flat hivi, then ambao kitaalamu tunaita makula, then unanyanyuka kidogo unakuwa mgumu, alafu tunaita papula, then unakuwa na maji tunaita vesicle, then unakuwa na kama usaa ndani yake tunaita pustule, then unatengeneza kama dimples au kitovu chetu kilivyo, kile kidimples, then tunaita umbilicated, then inapasuka, inatengeneza ukavu, inakuwa kavu hivi, inakuwa kama nyeupe, inakuwa crusted. Lakini upele una sifa ya kwamba unauma alafu au unawasha, baadaye unawasha, inakuwa na sifa hizo. Kwa hiyo hizi ndio typical dalili za ugonjwa huu. Na kwa kuwa nimesema kwamba si kwa kuwa ukiona dalili hizo basi uchukulie kwa ndio mpox. Hapana. Kuna vitu vingine vinashabihiana kwa magonjwa yale ambayo yako ndani ya grupu moja la mpox ambayo nimeyataja mengine. Basi anaweza kupresent. Kwa hiyo wewe ukiona mwananchi akiona dalili kama hizo, basi kwenda karibu na kituo cha afya au la kupiga simu 199 ni ya bure, then hatimaye sisi wataalam tunafika na kushughulikia mara moja. Na hiyo tumelifanya, na hususan hata Kinondoni. Juzi mmoja bodaboda onekana tu kwenye kituo ana upele tu, then watu waliomzunguka wakasema huyu bwana huyu, hebu tupige hii namba. Walipopiga ile namba, basi hatimaye wakaelekezwa karibu ya kituo, wakafika, lakini yule akakataa kwenda, huyo bodaboda. Kwa kaenda wengine. Sasa wale waliomuona wakaenda kutoa taarifa karibu na kituo. Walipofika kutoa taarifa wa kituoni wakanipigia. Sasa mimi ni coordinator. Waliponipigia basi tukachukua ambulance kwenda kumuona. Kufika tukamchukua vizuri, tukaenda kumassess, tukawa hamna kitu, sio tatizo hilo. Kwa hiyo imesaidia kwa kumbe jamii imekuwa aware, imefahamu. Kwa hiyo inachukua na tahadhari, kwa sababu najua ni contact kwa huyu akinigusa. Kwa hiyo elimu imeenda vizuri. Tunashukuru wizara pamoja na TAMISEMI kwamba tumewekeza katika elimu, na kwa kuwa kinga ni bora kuliko tiba, na respond ikiwa nzuri kama hivi, basi tutafika kabisa na hatimaye hatutasikia hili tatizo. Hivi umetaja hii kuhusu kundi la bodaboda, mara nyingi ni vijana ndo kazi zetu hizo. Makundi gani yako hatarini sasa? Katika ugonjwa huu wa mpox ukitaangalia kwamba makundi hususan ambayo yako hatarishi akipata tatizo hili ni yule ambaye kinga zake ziko chini, alafu pili ambaye labda ni mjamzito, alafu tatu mtoto wa chini ya mwaka mmoja. Hawa anakuwa akipata anakuwa anazidiwa sana. Anaweza kupata mtu yote, lakini mtu yote yeye anapata kwa sababu ni contact, ni kugusana. Mtu yote yeye anapata, lakini tunaweza kupata wewe upate au mimi nipate, lakini tatizo swala ni kwamba atakayepata mwenye sifa hizo 3, yeye tatizo linaenda kuwa shida zaidi, yani inaletea matatizo zaidi. Basi nawe pia unaweza kuandika kuuliza chochote kupitia 0683800966. Sisi tunazungumza kuhusu ugonjwa huu wa mpox. Lengo letu sio tukutishe. Sasa hizi useme sipandi daladala, kuna wale watu woga wakisikia tu hivyo wanajua ndo mambo yamekuwa
yamechachamaa. Hapana, tumezungumza tu kupeana uelewa kabisa. Kama utasikiliza vizuri kabisa namna ya kujidhibiti hapa, kujikinga, atakavyokuwa anataja mtaalamu, mimi pia nilizisoma utagundua kwamba ni njia za kudumu. Yaani unatakiwa kwa maisha kawaida. Sijui kwa nini hatujaamua kuadapt. Hapo sasa kwa sababu kunawa mikono kwa maji kutiririka, pale umegusa mara umegusana na mtu ambao unaona labda umemshika, au kutokupeana mikosalimia kwa mikono. Sio lazima kupeana eti ndo salamu, hapana. Salamu hata kusema hai, kutakiana heri, ya salamu alaykum, hizo zinatosha. Sio lazima kushikana mikono. Lakini vile vile kwa sababu vile vile tunahitajika kutoa taarifa kama hiyo na kupiga simu kama 199, zote ni sababu za kuzuia. La vile vile kutokumbatiana, kubusiana, kama sahani mtu ametumia ambaye ni muathirika na dalili, anawezekano wewe nao kukuathiri, au kitanda alichotumia, shuka aliyotumia, au nguo aliyotumia. Kwa hiyo wewe kitu ambacho unakifanya chepesi ni kuepuka tu kuvigusa vile. Na ni kawaida. Vile kawaida. Na kutokukaa karibu, na sababu mkizungumza labda kama mko karibu au akakohoa yale matemati akamgusa mwingine, basi kitendo kile kina muambukiza yule mwingine. Kwa hiyo ni kuepuka tu vitu vidogo kama hivyo. Na hususan kwenye madaladala, na kuna vipeperushi vipo watu kusoma. Kuna hawa watu makonda, madereva, kuwa na muda kuongea nao, kutoa elimu kama hiyo, kwa jamani tuko dalada na tuna tatizo kama hili, basi tufahamu kwamba hili ni kugusana nini. Kwa hiyo tuwe makini, kama kuna mwenzetu ana dalili hiyo, awe wazi, tumsaidie afike kituoni. Hayo yote tukiyafanya basi. Lakini kuwa na vile ambavyo tunavita ambavyo vina sanitizer, naam, kuwa unakibeba kile, muda mwingine unajisanitize, inakuwa vizuri. Mimi leo tu nilivyoingia geti, na wewe pia hujapewa pale geti. Nimepewa, naam. Geti nimeonyesha kwa vitendo. Sisi namba 1 kwenye haya mambo. Vizuri sana, vizuri. Na hata ukifika hapo kwetu ofisini kwetu, wageni wetu pia watakuwa mashahidi. Kweli kabisa. Sio kwa sababu tumesema tuna ugonjwa au tunamnyanyapaa mgeni, lakini kwa sababu sio hiyo tu, yani nitikie tu utaratibu wetu. Ndio maana hata pale getini ukifika, ukipokelewa tu pamoja tunaendelea kukusikiliza, tunakutakasa. Vinaitwa vinini? Vipukutushi, vitakasa mikono, vitakasa mikono. Yes. Ili tukifika huku tumeshika mengi kwenye daladala zetu, tumeshika mengi njiani, ndio hiyo, kwa bahati mbaya umekutana na kisa yeye hawezi kukusalimia hivi kakupa mkono. Kwa ujumla wake, tukijitathmini kama nchi, inatafsiri nini yanakuja magonjwa kama haya? Hayaingiagi kiurahisi. Mara kadhaa kuna magonjwa ya mlipuko tunasikiaga yamefika, yako nchi jirani. Yapo, ila Tanzania yakiingia unakuta kwa mfano Marburg mpakani kule na ikaisha. Inatafsiri nini nyie kwa wataalamu kuwa na uwezo wa kudhibiti magonjwa namna hii? Kipindi kilichotupa mafunzo ni kipindi kile cha COVID-19, ambapo ilitokea na tukahangaika, hatimaye ikaweza kupata muda wa kutuondoka. Sasa Wizara ya Afya na TAMISEMI wamewekeza sana katika kuzuia na wakaimarisha mipaka, na hatimaye uwezo wa kureact fast pale ambapo kuna tatizo na kuharaka na kukimbilia katika kulizuia ukawa uko juu zaidi. Ndio sababu mipaka imeimarishwa, viwanja vya ndege, sehemu za kuingilia. Ndio sababu pale ambapo inatokea mlipuko, ndio labda mtu amepita katika njia ambazo ni za panya zile, kwa sababu tunaingiliana katika njia tofauti, basi mtu akafika akaingia nchini kwetu na hatimaye tukapata labda tatizo kama hili. Lakini pamoja na kulipata, ndio nakuta wizara imejipanga, taifa limejipanga. Mama Rais Samia amewekeza sana katika kuzuia zaidi, kinga bora kuliko tiba. Tukienda na dhana kwamba pale ambapo hatuna maradhi, basi tuna uwezo wa kuinua uchumi binafsi na uchumi wa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo kitendo hiki kimepelekea kwamba saa hizi tatizo kama hili limetokea, Marburg ulisikia, lakini haijachukua muda, tumemaliza na waziri ametangaza hatuna tena Marburg nchini. Kwa hiyo nategemea hata hii Mpox sasa hivi karibuni utasikia hatuna tena Mpox nchini, kwa sababu ni nchi ambayo imewekeza sana katika kuzuia na kuweza kuwa salama zaidi katika. Sasa kuzuia, serikali haizuii yenyewe, ndio kama hivi. Ukikutana na kipeperushi usipuuze. Watu wasikilize taarifa kama hizi. Wengine wanakuja kwenye mtandao, utasikia Ulaya wanataka kuuza dawa na mambo
mambo mengine kama zipo hizo. Okay. Utashangaa tu serikali ikija na tutaratibu, serikali inataka kuuza sanitizer, inataka kuuza barakoa na vitu vingine kama hivyo. Kwa tahadhari, ukiona wanasema chap kwamba ghafla tulikuwa tunaishi kwa uhuru, wanakuambia vaa barakoa itatusaidia wenyewe kama wagonjwa ndo kama hivi. Okay. Tunaona ufahari kwa sababu wale wawili wamedhibitiwa. Hivi na yenyewe unakaa karantini muda gani? Kwa sababu kuna kipindi cha zile dalili kuisha. Na ili mtu tuseme ameshapona ni unafikia kwenye wiki 2 wiki 4 tayari itaisha, lakini kwa inapona kabisa lakini kwenye ndani ya siku 21 yule mtu anakuwa dalili zile zinakuwa zimeisha, lakini tukiona dalili zile zimeisha na ukipimwa tena kipimo hicho ukawa hakuna, basi wewe ushakuwa uko salama na unaweza kuruhusiwa. Na watu wafahamu kuwa kantini si adhabu. Hapana, kantini ni kipimo cha kusaidia kumsaidia mtu asiambukize mwingine tu basi, na kumwezesha yeye kupona kwa haraka. Kwa hiyo ni sifa kuu mbili, kwanza kumsaidia asiambukize mwingine, lakini vile kwa maana ya kudhibiti ule ugonjwa pale, na vile kumsaidia na yeye kumpa uhuru wa tuseme yani kuwini ule ugonjwa, kwa sababu pale ambapo mgonjwa yote unamsaidia aweze kushinda, kuwa na matumaini zaidi ya ule ugonjwa, basi ni dalili ya kuponyesha ule ugonjwa. Kwa hiyo pale anapata huduma ambazo ni sahihi na hatimaye anapona kwa haraka, kwa sababu zile dalili ukishazitibu basi unakuta mtu anakuwa salama zaidi. Kwa hiyo karantini watu wasije kuwa ni adhabu, ni kitendo cha kuonyesha upendo katika swala zima la kuzuia watu kuambukizwa. Hivi chanjo yake niwahi kusoma sehemu moja wakasema Afrika italetea chanjo. Zipo tayari chanjo za Mpox? Of course chanjo zipo, lakini zinafuata sharia na taratibu zile za chanjo kama za World Health Organization, kuwa labda zinatolewa kwa criteria gani, kwa sababu gani. Basi tumezungumza mengi, naamini umejifunza vya kutosha. Asante kwa Jafari Kopo kutoka Moshi Kilimanjaro, yeye amepata elimu ya kutosha. Moses Owino, umepata elimu na unasema Ramadhani karimu. Sawa, Ramadhani karimu kweli kweli. Uendeleze mfungo huku unaendelea kujikinga. Sawa, sio muda wa kufuturu tena ndio unasema wao marafiki zangu. Tujikinge hata katika kipindi hiki. Ibada zetu ziende sasa na kujikinga na ugonjwa huu, lakini si huu tu. Yaani ndio maisha yetu yanatakiwa kuwa hivi. Asante sana. Tunashukuru sana Daktari Omari Mwangaza, mratibu wa tiba manispaa ya Kinondoni. Tunashukuru sana. Tumejifunza mengi. Naamini elimu hii imetusaidia vya kutosha. Tukirudi ni muda wa news update. Tayari Abel yuko hapa kwa ajili ya news update. Shukrani. Always refreshing. Don't leave your East Africa Radio. Kutokea Mikocheni